Mwambie ninakushukuru. Ninakushukuru kwa ajili ya siku ya kwanza. Ninakushukuru kwa ajili ya siku ya pili. Ninakushukuru kwa ajili ya siku ya tatu. Ninakushukuru kwa ajili ya siku ya 4. Ninakushukuru kwa ajili ya siku ya 5. Ninakushukuru kwa ajili ya siku ya 6. Ninakushukuru kwa ajili ya siku ya 7. Ninakushukuru kwa ajili ya siku ya 8. Ninakushukuru kwa ajili ya siku ya 9. Ninakushukuru Bwana kwa ajili ya siku ya 10. Ninakushukuru kwa siku ya 11, kwa ajili ya siku ya 12. Ninaamini Bwana, na nimeanza kuona ukifanya, nimeanza kuona ukinitembelea, nimeanza kuona ukinitendea. Sijamaliza siku 21, lakini nimeona ukifanya Bwana, ukifanya tena, ukitenda Bwana. Nimeona divine intervention kwenye maisha yangu. Nimeona Bwana, nimeona ukianza kunipa majibu, ukianza kunipa majibu kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa mwili. Nimekuona Bwana ukirudisha tumaini langu la kuishi tena, ukirudisha tumaini langu la wokovu tena. Nimekuona Bwana ukianza kunitendea Bwana, ukitenda juu ya watoto wangu, ukitenda juu ya familia. Nimekuona Yesu, rabo shandarapa. Sijamaliza Bwana, nimekuona ukinikutanisha na madhabahu yangu. Nimekuona ukinitendea Bwana, nimeona ukinifanyia Mungu wa imara makimbilio. Nimekuona ukinipa tena kimbilio. Ninakushukuru Baba yangu, ninakutukuza Baba yangu, ninalitukuza jina lako. Ninasema asante kwa hizi siku 21. Asante kwa siku 12 hizi ambazo zimekwisha Bwana. Baba, tunakuinua na kukubariki. Leo ni siku ya 12, ninakuadhimisha, ninakutukuza. Mshukuru, mwambie ninakuadhimisha, ninakutukuza. Mwambie zilizobaki Bwana ni chache na ninaona miujiza mikubwa. Bwana umejibu hata ambayo sijaomba. Asante Bwana, naona ukipigana vita vyangu, ukinitetea Yesu, katika jina la Yesu. Hebu mpigie Yesu makofi mazuri. Mpigie Yesu makofi mazuri. Mpigie Yesu makofi. Awe ni makofi ya wapi jamani? Piga ya Yesu ya juu. Tuko wengi hapa. Mshangilie Yesu. Mshangilie vizuri. Amen. Mwambie jirani yako hongera sana. Mwambie hongera sana. Mwambie hongera maana Bwana ametenda. Mwambie hongera maana siku ya 12 sio mchezo. Mwambie hongera sana, wewe ni shujaa sana. Piga makofi mazuri kwa Yesu. Kaa kwenye nafasi yako ya heshima huku ukijipongeza kabisa, ukisema mimi ni shujaa. Piga makofi mazuri kwa Bwana Yesu. Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Nami nakupa hongera. Hongera sana. Siku 12 sio mchezo. Siku 12 sio mchezo. Na uzuri wengi nimeshawaona wamefika zaidi ya, yani wengi hamna ambaye amekula wala amekunywa. Safari hii watu wengi hawajawezwa na shetani, wengi tumeweza. Hebu sema tutamaliza na tukiwa tuna ushindi huu. Sema nitamaliza nikiwa na ushindi huu. Nitamaliza nikiwa na ushindi huu. Kwa hiyo mfungo huu una ushindi mkubwa sana. Na wengi wameshaanza kujibiwa kabisa kabisa kabisa. Yaani mambo makubwa ni makubwa ni makubwa. Hebu piga makofi mazuri. Kwa hiyo mfungo huu ni very powerful na hatujamaliza. Mwaka huu utaona maajabu. Sema nitaona maajabu. Sema nitaona maajabu. Sema nitayaona maajabu. Mwaka huu nitayaona maajabu. Waliozoea kunionea miaka yote, mwaka huu 2026 nitayaona maajabu ya Bwana. Pigia Yesu makofi mazuri. Kwa mfungo huu una majibu. Watu wengi wameshapata majibu. Wengine wamepata majibu kwenye ndoto, kiro spiritual. Wengine wamepata majibu yao ya kujua vyanzo vya matatizo yao. Lakini wengine wamepata majibu yao, Mungu amewaletea watu. Bwana Yesu asifiwe. Wakawaambia nini cha kufanya kwenye uchumi, kwenye kazi. Wamepata majibu yao kwa ajili ya nguvu za giza kukimbia kwao. Kwa hiyo majibu ni mengi kwenye haya maombi na hatujamaliza. Vitu ni vingi. Lakini wengine wamepata majibu yao ya kutamani kukaa na Mungu. Kuna watu wameniambia mwaka huu sitaki mchezo kabisa. Sitaki mchezo. Michezo nilikuwa nacheza miaka mingine, lakini mwaka huu nabii. Na wengine nawaona kwenye ulimwengu wa roho. Naona kabisa wamekusudia kukaa na Mungu. Wamekusudia, hawafanyi tena mchezo. Yaani wamekusudia mwaka huu ni wa kwao wa kukaa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hakuna majibu makubwa kama hayo. Mwaka huu ni mwaka wa sacrifice. Mwaka huu ni mwaka wa kujitoa.
Na wale watakaojitoa wataona mkono wa Bwana. Wale watakaofanya sacrifice ni mwaka huu. Wale watakaojitoa kweli kweli kwa Bwana, mambo yao ni mazuri sana. Na maadui mwaka huu ni maadui watapigwa sana. Watapigwa sana. Watapigwa mno. Utaniambia, huu ni mwaka wa maadui kucharazwa vibaya sana. Kuna mambo yalikuwa ni magumu, vitu vilikuwa yani mwaka huu hawakwepi. Lakini ni mwaka wa kujitoa, ni mwaka wa kuongeza bidii, ni mwaka wa kujisacrifice, ni mwaka wa kufanya sacrifice, sadaka, si mwaka wa kufanya mchezo uliokuwa unafanya miaka mingine. Na utaona mkono wa Mungu kwa kiwango cha ajabu mno. Kuna watu watamaliza mwaka tukifika 2027 wana miujiza ya ajabu. Hebu sema mimi ni mmoja wapo. Wana vitu vya ajabu. Maana Mungu anaingilia kati peke yake. Sasa shuhuda ni nyingi sana. Na nataka nikutie moyo, si tu kukutia moyo na kuambia ukweli. Sipendagi kutumia sana neno la kukutia moyo. Kukutia moyo ni kama vile sina uhakika. Lakini ninaongea na uhakika kwa sababu ni nabii, ninaona mbele. Yaani nataka kukuambia jiconnect, hujafunga funga, lakini umefunga, hakikisha hurudi nyuma, hakikisha hakuna kinachokurudisha nyuma, hakikisha ukatishwi tamaa, hakikisha unajua unachokifanya, hakikisha unazidi kuongeza nguvu, hakikisha umwangalie ndugu yako, jirani yako, wala mtu yeyote, angalia wewe mwenyewe. Na ndio maana jana tulikuwa tunawatoa wote ambao tumesafiri nao miaka yote, wanatulemea, wamekaa kwenye magari yetu, wanatuchosha. Bwana Yesu asifiwe. Wanakuchosha, wamekulemea kwenye gari yako, wamekaa hapo, hawatoki, hawataki kufunguliwa, hawataki msaada wa Mungu, hawataki maisha ya kubadilika. Wao wanakulemea tu, wanakaa kwenye gari yako, wanajaza na mamizigo yao, wanaweka na watu wao wabaya, wanafungua. Yani wao kazi yao ni kufungua milango ya maadui kukuingilia, maadui kukuataki. Wao ndo wanafungua milango ya kuingiza masimba ndani, mange ndani, manyang'au ndani. Hebu sema, kila aliyesafiri kwa gari yangu, anayenilemea mwaka huu siendi naye, awe ni yoyote yule, na kutoa kwenye gari yangu, toa kwenye gari yangu, toka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtoe tu kwenye gari yako. Mtoe, umsaidie akiwa nje ya gari. Maana akiwa ndani ya gari anakuwa mzigo. Bwana Yesu asifiwe. Akiwa ndani ya gari yako 2026 anakuwa mzigo. Akiwa ndani ya gari ya familia yako anakuwa mzigo. Sasa msaidie akiwa nje. Maana analemea gari. Anawafungulia maadui wa kuataki. Anafungulia wachawi wa kuharibu, anafungulia mapigo, anafungulia hasara na magonjwa. Sasa anakaa ndani ya gari kufanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Sema, mtatoka kwa gari yangu. Mwaka huu sisafiri na mtu. Gari yangu iwe nyepesi. Ninahitaji divine intervention kwenye gari la maisha yangu. Nani anasafiri na mimi? Nani unasafiri na mimi? Kazi yako kunirudisha nyuma. Nani unasafiri na nini? Kazi yako kuvuta shati langu nyuma. Nani unasafiri na mimi? Kazi yako kuvuta afya yangu nyuma. Kazi yako kuvuta watoto wangu nyuma. Nani unasafiri na mimi? Kazi yako kunivuta nyuma. Sijali ni nani. Nani unasafiri na mimi kwenye familia yangu? Nani unasafiri na mimi? Hebu mtafute, mwambie wewe ni nani? Mwambie wewe ni nani? Njoo hapa. Mwambie ni nani wewe? Njoo hapa. Mwambie ni nani unasafiri na sisi kanisani? Kazi yako kuturudisha kanisa nyuma, kurudisha familia ya Hema la Makimbilio nyuma. Nani unasafiri na hii familia ya Hema la Makimbilio? Nani unasafiri kwenye hii gari? Kazi yako kurudisha washarika wangu nyuma, watoto wangu nyuma, watoto wangu wa kiroho nyuma. Nani unasafiri kuwarudisha nyuma, kutukatisha tamaa? Nani? Na kutoa nje ya gari, na kutoa na kutupa nje. Tupa nje. Mtoe, mtupe nje. Tupa nje. Nani unasafiri kwenye maisha yangu, kwenye gari la maisha yangu? Nimekufeva muda mrefu, nimekupa lifti, lakini kazi yako kunirudisha nyuma, kazi yako kuharibu maisha yangu. Natangaza hautayakwepa maombi haya, hutakwepa siku hizi 21, hutakwepa. Kazi yako kurudisha washarika wa Hema la Makimbilio nyuma, kuwafukuza kanisani, kuharibu njia zao, kuharibu biashara zao, kuharibu afya zao, kuharibu watoto wa madhabahu.
madhabahu, kuharibu wasiweze kutoa, kuharibu wasiweze kumtumikia Mungu ili wasifanikiwe. Nani wewe? Kwenye gari la hema la makimbilio tunakutoa nje, tunakutupa nje, tunakutoa nje popote pale ulipo. Kwenye gari la familia yangu tunakutoa nje, tunakutupa nje. Toa nje, tupa nje, toa nje, tupa nje. Tupa nje wa marafiki, tupa nje wa watu, tupa nje wa ndugu wachawi, tupa nje wa bibi, tupa nje wa shangazi, tupa nje wa mjomba, tupa nje wa kahaba, tupa nje amesafiri na wewe kwenye gari lako la afya, gari la familia yako kwa muda mrefu. Tupa nje wa kahaba, tupa nje, tupa nje, tupa nje kwenye ndoa yako, tupa nje, tupa nje kwenye ujana wako, tupa nje wote, tupa nje, tupa nje. Mwambie sisafiri na wewe. Gari langu nasafiri na Yesu. Gari langu ninasafiri na madhabahu. Gari langu nitasafiri likiwa lepesi kwa jina la Yesu. Safari yangu ya mafanikio nitaiendea kwa wepesi. Tupa nje wote, tupa nje leo nasafiri naye, tupa nje. Tupa nje kila aliyekuwa mzigo. Tupa nje, unamjua jina mtaje. Mwambie sisafiri na wewe wakati huu. Tupa nje na kutupa nje. Tupa nje, mtoe nje ya nyumba, mtoe nje ya mstari, mtoe nje ya maisha yako, mtoe nje ya nyumba yako, mtoe. Yes. Anang'ang'ania, mtoe nje ya familia, mtoe nje ya nyumba, mtoe. Tupa nje, tupa. Sema sitasafiri na wewe tena. Sitasafiri na wewe tena. Sitasafiri na wewe tena. Sitasafiri na wewe magonjwa. Sitasafiri na wewe mchawi. Sitasafiri na wewe fulani. Sitasafiri na wewe, mtaje jina. Mwambie sisafiri na wewe. Iwe ni baba yangu, iwe ni mama yangu, umekaa kwenye gari langu kunilemea. Mwambie sisafiri na wewe. Iwe ni ndugu yangu, iwe ni kababa yangu, iwe ni mtu yote, sisafiri na wewe. In the mighty name of Jesus Christ. Hebu mpigie Yesu makofi mazuri. Hebu mpigie Yesu makofi mazuri. Sema asante baba yangu. Asante kwa neema yako. Asante kwa ukuu wako. Hebu fungua kitabu cha Waefeso 6 mstari wa 11 na wa 12. Waefeso 6 mstari wa 11 na wa 12. Hebu soma, nataka tuombe kitu leo. Waefeso mlango wa 6 mstari wa 11 na wa 12. Unasema? Nasema vaeni silaha zote za Mungu. Vaeni silaha zote za Mungu. Hebu sema ninavaa silaha zote za Mungu. Ninavaa silaha zote za Mungu. Ninavaa silaha zote za Mungu. Jioni ya leo unavaa silaha zote za Mungu. Mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Mstari wa 12. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Si juu ya damu na nyama. Mwambie mwenzako kushindana kwako si juu ya damu na nyama. Bali ni juu ya falme ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili. Juu ya wakuu wa giza hili. Juu ya majeshi ya pepo wabaya. Juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Biblia inatusisitiza kwanza tuvae silaha zote za Mungu. Tunapoanza mwaka lazima ukumbuke kuvaa silaha za Mungu. Kuvaa silaha za Mungu. Maana tuko kwenye maombi ya vita na nilikwambia ni lazima upigane. Na ndio maana Mungu anakusisitiza uvae silaha zote, sio moja, zote za kwake. Kwa maana unakuja au unaingia msimu mwingine, ni lazima uwe na silaha. Kwa sababu huo msimu hauwi mwepesi ukafikiri adui zako watakuachilia tu mlango wazi. Lazima na wao wanashindana. Lakini Biblia inasema ili tuweze kuzishinda hila za shetani. Ina maana shetani mara nyingi hana nguvu, ana hila. Shetani anatumia hila kama fimbo yake. Shetani hana uwezo mkubwa sana kukuzidi we mtoto wa Mungu, lakini shetani ana uwezo mkubwa sana katika hila. Ndio maana ni rahisi shetani kumuondoa mtoto wa Mungu kwenye position yake kilaini kabisa kwa kutumia hila. Ni rahisi shetani kukuondoa
kwenye kupokea kitu chako, kwenye divine intervention, kwenye neno la kinabii ambalo limeachiwa madhabahuni kwa kutumia hila. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama tumesema tunafunga siku 21. Shetani ana uwezo wa kutumia hila ya visirani, kutumia hila ya njaa, kutumia hila ya mume, kutumia hila ya mke, kutumia hila ya maasira, kutumia hila kuhakikisha tu siku hizi 21 basi hata ukifunga ufunge 8, ufunge 6, ufunge 5. Hakikisha anaingiza hila yake, yani kuzuia tu usiweze kumaliza covenant ambayo Mungu amekuwekea. Kwa hiyo ana uwezo wa kuingiza hila mahali popote ili kuvuruga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kutumia hila ya hasira, akukorofishe tu mtu, pate hasira, uchukie, uingize jazba. Ukishaingiza jazba usamee. Ukishaacha kusamee basi hakikishe ameweka lile lengo lake la kwamba hautaweza kufunga lisitimie. Na wengine wakishaona amekasirika nazo kusema kama yeye ndo mtakatifu sana. Badala ya kuingia kwenda kutubu nasikia nimechukia sana, sitaweza kuendelea na maombi. Sitaweza kuendelea na maombi. Unamwambia kwa nini? Nimechukia tu, nimechukia. Sasa nimechukia, ina maana haya maombi mnabii hayawezi kujibiwa, maana tu nimeshikwa hasira. Sasa namwambia si utubu, uendelee na maombi. Hebu sema mimi nimechukia, na nikichukia nitakuwa nimetenda dhambi. Na nikitenda, yani yeye ni mtakatifu. Yani shetani anatumia hila ya kumwambia kwamba hutasamehewa, hata ukitubu huwezi kusamehewa. Kwa hiyo hata haya maombi yote yamevurugika. Hebu sema yamevurugika. Maana umeshikwa na nini? Na hasira. Anafungua. Kama alikuwa ana chai hapo pembeni, nashika, hebu pasha chai kwenye birika. Anamimina, anakunywa sana. Acha tu. Alafu ndani yake anajisikia kama amerefresh kweli. Nitamtenda Mungu dhambi. Nikiendelea haya maombi na hii jazba nilioipata hii, nitakuwa nimemkosea. Shetani anasema kumbe angetubu. Angeingia chumba cha ndani, akamwambia Baba nisamee, Baba nirehemu, kweli nimekasirika, naomba msamaha, lakini mfungo siachi. Akasonga mbele. Lakini shetani ni mjanja. Anahakikisha anaweka hila yoyote ile. Yaani hata hujui mtu katokea wapi, akukere. Hata hujui hichi kimetokea wapi, kikubugudhi. Atumie hila hata ya mtoto kuumwa. Atumie hila hata ya chochote. Wengine mpaka wanalazwa hospitali. Anatumia hila, hana vidonda vya tumbo, anashangaa vidonda vya tumbo vimeanza. Anashangaa vinachoma choma huku. Usipojua kwamba ni hila za shetani, unashangaa, ongeza mic, mbona unapunguza? Unashangaa baada ya muda unamaliza mfungo unaisha, ndio unajiuliza, mbona kama nilitakiwa tu ningeendelea tu. Baada ya mfungo kuisha, umeshamaliza, umeshafungua, ndio unashangaa umepona. Hata kile kilichokuwa kinauma hamna tena. Lakini mradi tu ahakikishe kwamba amekukatiza hata siku 1 au siku 2 au siku 3. Ahakikishe tu amekukatiza tu, ili usiendelee na kile ambacho ulichokuwa unakifanya. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Biblia inasema msiache, ili kuzipinga hila za yule mwovu, kwa sababu shetani anatumia mno mbinu ya hila. Anaweza akakuonyesha uongo ndo ukweli na ukweli ndo uongo. Anaweza akakupa amani ya dhambi kama hila ya kukukamata mbele. Akakupa amani ya andiko fulani ambalo linakufariji, lakini kumbe ni dhambi. Akakupa amani usitekeleze maagizo fulani ambayo ukigusa hiyo batani ndo unafunguliwa. Akakwambia hii usitekeleze, hii haifai. Akakuondoa tu kwa hila. Akajua ukigusa hii batani pap, ni maagizo umepewa, utatoka mlango wa pili. Ukigusa pap, ni maagizo umepewa, utatoboa mlango wa pili. Na ndio maana tunapofunga, usifunge tu kama kiziwi, usifunge kama kipofu.
Wakati wa maombi ya kufunga kuna maelekezo huwa yanakuja kutokana na maombi. Kuna sauti huwa zinakuja. Kuna vitu Mungu atakuelekeza ufanye nini. Kuna mambo yanakuja, kuna visauti utakuwa unavisikia. Kuna maelekezo ya wewe kutoka hapo ulipo Mungu anakuletea. Sasa shetani huwa analeta hila. Inaweza ukalekezwa tu maelekezo ya sadaka. Kaambiwa wewe umeteseka muda mrefu sana, ikitoa sadaka. Huyu atakuwa sio shetani. Huyu ni sio Mungu, huyu ni shetani. Anatumia hila. Unganganie vitu ili ufie hapo. Lakini Mungu anaweza akakwambia, akakupa tu maelekezo, akakwambia katika mwaka huu wa divine intervention kila siku ya Jumatatu usile. Hayo ni maelekezo. Lakini akakwambia kila mwezi toa sadaka fulani. Hiyo iwe ni special. Kila mwezi iwe ni special. Unayo huna laki. Unayo huna laki. Unavyofanya vile unapanda mbegu kwa ajili ya kitu fulani. Fanya kitu fulani kanisani. Sasa shetani anakutumia hela, anakuambia utatoa wapi hela? Kama vile hela ni za kwake. Hamna kitu kama hicho. Hiyo sio sauti ya Mungu. Hiyo ni sauti ya nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asa katika mfungo kama huu, adui pia huingizaga hila zake. Wengine tangu siku ya kwanza tu ameanza mfungo wa siku ya kwanza. Kuna maelekezo Mungu amempa. Fanya hichi. Fanya hichi. Fanya hichi. Fanya hichi. Ana mute tu sauti. Ana mute. Fanya hichi ili huduma ikue. Fanya hichi ili Mungu alichoweka kitu ndani kiendelee kukua. Fanya hichi ili familia yako ikombolewe. Fanya hichi mtoto wako huyu akomfanya hichi. Fanya hichi. Ana mute tu hizo sauti. Ana mute. Lakini ni nini? Unakuta ni hila za shetani. Ndio maana pamoja na kufunga namna hii, kuwa makini sana kusikiliza sauti ya Mungu. Kuwa makini sana. Wengine hata mpaka wanauliza, Mungu nifanye nini mwaka huu? Mungu nitende nini? Hapa ndo mahali ambapo Mungu anaachiliaga cha kufanya. Ili unapobonyeza hiyo button kuna kitu kinatokea. Na shetani naye anaachiliaga kuvuruga kwa hila zake. Ili hakikishe anakuvurugia, kwa sababu anajua ndo mahali ambapo utaanza kupata maelekezo ya kimungu kwa ajili ya mwaka mzima. Anaingiza hila yake ili ukatae maelekezo, na unapokataa maelekezo utamaliza mfungo na ukawa mtu wa kawaida, na ukasubiri mfungo mwingine na mfungo mwingine na mfungo mwingine. Maana anajua hapa ni mahali sasa watu wameacha kula, wameishibisha roho yao iwe na nguvu. Na roho yako ikiwa ina nguvu, ina maana unamruhusu roho wa Mungu kuingiza vitu ndani yako kama agenda zake, kuingiza vitu ndani yako kama maelekezo yake, kuingiza vitu ndani yako ni namna gani utoke ulipokuwa, kuingiza vitu ndani yako ni namna gani mwaka huu utembee kivingine, kuingiza vitu ndani yako kwamba ulivyotembea mwaka jana basi mwaka huu vizidi, kuingiza ili ufunguliwe, ile divine intervention iingilie kati. Sasa Roho Mtakatifu ndo mahali pake pa kuingiza. Shetani naye huingiza ila yake taratibu kuhakikisha kwamba huisikii sauti ya Mungu, husikii nini cha kufanya, husikii agizo, husikii. Umalize kufunga empty, usubiri tena mfungo mwingine, nabii atangaze mfungo mwingine, unaenda tu unafunga na bashaka, tunakuja tunababa sauti ya Mungu, husikii. Nini shetani anafanya? Anaingiza hila. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ili mfungo wako usiwe na majibu yoyote. Mfungo wako umalize empty, usubiri mfungo mwingine, na sio kusudi la Mungu. Mfungo kumaliza empty, bila maelekezo yoyote, bila sauti yoyote, bila agizo lolote, bila nini nifanye. Wengine ni wazo tu la biashara anatakiwa alipate. Shetani anaingiza hila. Akishapata tu wazo unasikia uwezi wewe, mtaji unatoa wapi? Unatakiwa ufanye kitu fulani. Akishaingiza wazo wewe anaanza kumdhoofisha. Huwezi chochote. Hata fulani alifanya akashindwa, wewe unaweza wewe. Kumbe lile wazo akilifanyia kazi kuna kitu kinalipuka mbele.
Bwana Yesu asifiwe. Hebu sema nakataa hizo hila za shetani, na zimemkalisha chini mpaka leo, lakini anasikia sauti Mungu anamwambia fanya hichi, gusa hichi, fanya sadaka hii, kila mwezi fanya hichi kwa Bwana. Hebu fanya hichi tu kanisani, kiwe ni cha kwako. Fanya hichi, gusa hapa, fanya hapa. Ndio maana unapokuwa kwenye maombi ya kufunga kama haya ya kutengeneza mwaka wako, hakikisha, na tutazipiga leo hila zote za shetani, kila hila ambazo shetani ameziandaa kwenye mwaka wetu, kila hila zote ambazo ameandaa kukuchezea. Na ndio maana mwaka kwa mwaka unakuwa jinsi ulivyo. Matokeo yanatoka lakini ni madogo, hayatoshi, lakini kuna vitu ambavyo vinatakiwa vitokee. Sasa shetani anaingiza hila zake. Januari ameshaandaa mpaka Disemba kashatengeneza hila nyingi sana. Lakini wakati mwingine anatumia hila haji yeye na mapembe. Anatumia watu wa karibu kuingiza hila tofauti tofauti, kukukatisha tamaa, kukuvunja moyo. Anatumia watu wa karibu kukurudisha nyuma, kukuvuta shati lako nyuma. Anatumia watu wa karibu kukudhoofisha. Anaingiza hila zake kukudhoofisha, kuharibu mwendo wako, kukuonyesha huwezi, kukuonyesha hufai, kukufanyia hivi. Anatumia hila zake ustaki tu. Hata kama ulitokea upate kitu fulani usipate, anatumia hila. Anatumia hila. Sema kila hila zote ambazo mmezoea kuzitumia. Sema kila hila zote ambazo mmezoea kuzitumia. Sema kila hila zote ambazo shetani umezoea kutumia kunimutisha sauti ya Mungu, kuimute sauti ya Roho Mtakatifu. Hata nikipewa maagizo ya kimungu siwezi kufanya. Ninajishauri sana, ninajihurumia kwenye kufanya maelekezo ya kimungu ili nitoboe maisha yangu, ili utoboe kwenye uchumi wangu, ili nitoboe kwenye kazi yangu, ili nitoboe kwenye huduma yangu, ili nitoboe kila hila ambazo nazitumia kumute sauti ya Mungu, kumute sauti ya Mungu, kumute sauti ya Roho Mtakatifu ili nisipate maelekezo sahihi. Na nikipata maelekezo, unatumia hila ya kunipa kudharau, unatumia hila ya kudharau vitu vidogo vidogo, unatumia hila ya kuahirisha, unatumia hila ya kujihurumia, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Maana unajua shetani, nikiitii ile sauti, nikisikiliza ile sauti, nitaenda kuwa mkuu mbele. Kila hila unazozitumia, hebu simama haribu hizo hila. Mwambie shetani katika jina la Yesu, kuzimu katika jina la Yesu, kila hila mnazozitumia kuimute sauti ya Mungu, kumute maagizo ya Mungu, kumute kila kitu Mungu anachoniambia nifanye, kuimute kwa kujihurumia, kuimute kwa kujionea huruma, kuimute kwa namna yoyote, kuimute kwa ugumu, kuimute kwa mazingira, kuimute sauti ya Mungu anachoniambia nifanye, maelekezo ya kimungu ambayo yatanipa kutoboa, yatanipa kwenda mbele. Kila chochote shetani unachokiweka cha kumute sauti ya Mungu, ninakataa hiyo hila, ninakataa hiyo hila, ninakataa hiyo hila, ninatoa. Hebu haribu hiyo hila, haribu hiyo hila, haribu. Anajua ukisikiliza sauti ya Mungu, ukitii sauti ya Mungu, ndipo package yako ya baraka ipo. Ukitii sauti ya Mungu, ndipo baraka zako zipo. Lakini Mungu anaposema, anakufanya uahirishe, anakufanya ujihurumie, anakufanya usiweze, anakuletea roho ya kudhoofisha, anakuambia huyu ni shetani, anakuambia haya ni mapepo, anakuambia ni fedha inahitajika, anakuambia ni vitu vyako vinatakiwa, anakuambia hiki na hiki na hiki. Mungu anaposema, una mute ile sauti, na unakosa uponyaji, na unakosa neema, na unakosa utumishi wako kwenda, na unakosa kibali, na unakosa mbingu kukupigania. Hebu piga hiyo ila shetani ya kumute sauti ya Mungu. Maana sauti ya Mungu imebeba kila kitu. Maana sauti ya Roho Mtakatifu imebeba kila kitu. Maana sauti ya Mungu imebeba ululu yako, baraka zako, utajiri wako, neema yako. Kila chochote unachonipinga, ni mute sauti ya Mungu. Ni dharau mambo ya Mungu, ni dharau mambo ya Mungu, ni dharau makusudi ya Mungu, ni dharau vitu vya Mungu, ni dharau kusudi la Mungu. Maana kusudi la Mungu ndio limebeba dhahabu yangu, ndio limebeba utajiri wangu, ndio limebeba neema yangu, ndio limebeba vitu vyangu. Sauti yoyote ya kuzimu, hila yoyote shetani anatumia kwa sauti zako, kwa watu walionizunguka, kwa mazingira yalionizunguka, unaniambia sitaweza, unanifanya na mute sauti ya Mungu. Ninakataa. Haribu hiyo hila, nakataa. Haribu hiyo hila. Yes.
hiyo ila ya kuzimu, kataa hiyo ila ya shetani, kataa hiyo ila kuzimu, kataa inayokufanya umute sauti ya Mungu, kataa inayopambana na sauti ya Mungu, kataa inayopambana na kile ambacho unatakiwa ukifanye kwenye mwaka huu kwa ajili ya Bwana, kataa kwa ajili ya mapenzi ya Mungu, kataa. Kataa mazingira, kataa kujihurumia, kataa roho kuangalia mshahara wako, kataa roho kuangalia kipato chako, kataa. Mwambie Bwana, sitajihurumia. Mwaka huu ni wa kufanya masacrifice mbele zako. Sitajihurumia kwa chochote. Na kataa kila nguvu inayonifanya ni mute sauti yako. Na kataa, nitajitoa roho yangu, nitajitoa mwili wangu, nitajitoa fedha zangu, nitajitoa kwa vitu vyangu, nitajitoa. Nani unayenishikilia? Kataa unaye mute sauti ya Mungu. Ninakataa. Na ila zako shetani. Haribu hiyo ila. 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 Haribu hiyo ila shetani. Haribu hiyo ila kuzimu. Haribu hiyo ila kichawi. Haribu hiyo ila kiganga. Haribu hizo ila. Haribu. Zinazokufanya una mute maagizo ya Mungu, maelekezo ya Roho Mtakatifu. Una mute, ndio maana uko hapo ulipo. Mwaka kwa mwaka una mute maagizo ya kutoa, una mute maelekezo ya kujitoa, una mute maelekezo. Hizo hila za kuzimu zikatae. Hila za shetani zipinge. Sema napinga hizo hila, napinga hiyo hila shetani, napinga hizo hila za kuzimu, nazipinga kwa jina la Yesu. Nazipinga hizo hila. Sauti ya Mungu nazipinga hizo hila za kumute sauti ya Bwana, nazipinga sauti ya Roho Mtakatifu, maelekezo ya Bwana, maelekezo ya Roho Mtakatifu nazipinga, hasa kwenye swala la ukombozi, kwenye swala la kujitoa kwa sadaka. Nazipinga hizo hila zinazofanya niangalie mshahara wangu, niangalie kiwango ninachopata, nazipinga ili nisitoke. Nazipinga hizo hila, nazipinga zinazofanya niangalie mazingira yanayonizunguka. Napinga hizo hila za kuangalia mazingira, nazipinga. Pinga hizo hila zinazokuzungusha kwenye mazingira yako. Pinga ili kumute sauti ya Mungu, ili kumute maagizo ya Mungu, ili kumute unachotakiwa ufanye. Maana anajua ukifanya utakuwa nani. Yes, kataa. Pinga hizo hila. Pinga hizo hila za shetani. Pinga hizo hila zinazomute sauti ya Mungu. Pinga usipate maelekezo ya kimungu. Kataa. Nazipinga hizo hila za kuzimu, nazipinga. Katika jina la Yesu ninazipinga hizo hela za kuzimu, nazipinga katika jina la Yesu. Nazipinga hizo hela za kuzimu katika jina la Yesu. Ninazipinga kwa damu ya mwana kondoo. Nazipinga katika jina la Yesu. Nazipinga. Sema Baba, katika jina la Yesu. Baba, katika jina. Kila hila yoyote ambayo shetani mlikuwa mnaitumia kama mtego wenu kwa ajili ya kunikamata, kwa ajili ya kunishikilia mwaka wangu, miaka yote, mimi kumute sauti za Mungu, maagizo ya Mungu, kuyaahirisha, kusema nitafanya kesho, nitatenda kesho, hasa maagizo ya utoaji, kumute maagizo ya utoaji wa fungu la 10, sacrifice, ili kuzuia baraka zangu katika jina la Yesu. Hizo hila za kuzimu ninazikataa. Ninaharibu mwaka huu. Sitatembea na nyie. Ninaharibu. Endelea baraka. Katika jina la Yesu ninazipinga hizo hela za kuzimu. Katika jina la Yesu hizo hela za kuzimu
kwa damu ya mwana kondoo. Ninazipinga katika jina la Yesu hizo hila za kuzimu zinazonifanya nisisikie sauti ya Mungu, hizo hila za kuzimu zinazonifanya nipuuzie sauti ya Mungu kwenye maisha yangu katika jina la Yesu, kwenye eneo la utoaji, hizo hila za kuzimu katika jina la Yesu ninazipinga, ninazipinga kwa jina la Yesu, ninazipinga, ninazipinga, ninazipinga katika jina la Yesu, ninazipinga, ninazipinga kwa damu ya mwana kondoo, ninazipinga katika jina la Yesu, ninazipinga kwenye mwaka wangu wa 2026, ninazipinga katika jina la Yesu, ninazipinga hizo hila za kuzimu, nazipinga katika jina la Yesu, ninazipinga, ninazipinga hizo hila katika jina la Yesu, ninazipinga hizo hila za kuzimu, nazipinga katika jina la Yesu, nazipinga, nazipinga, nazipinga kwa damu ya mwana kondoo, nazipinga katika jina la Yesu, nazipinga, nazipinga kwa damu ya Yesu, nazipinga hizo hila za kuzimu, nazipinga katika jina la Yesu, nazipinga zinazonifanya nisitoe katika jina la Yesu, zinazonifanya nipuuzie sauti ya Mungu katika jina la Yesu, nazipinga, nazipinga hizo hila za kuzimu, nazipinga katika jina la Yesu, nazipinga, nazipinga kwa damu ya mwana kondoo, nazipinga katika jina la Yesu, nazipinga. Imeandikwa, pingeni shetani naye atawakimbia katika jina la Yesu, nazipinga hizo hila za kuzimu, nazipinga katika jina la Yesu, nazipinga ila zake, nazipinga katika jina la Yesu, nazipinga kwa damu ya mwana kondoo, nazipinga katika jina la Yesu Kristo hizo hila za kuzimu zinazonifanya nipuuzie sauti ya Mungu katika jina la Yesu, nisisikie sauti ya Mungu kwa damu ya mwana kondoo, hizo hila za kuzimu katika jina la Yesu Kristo nazipinga, nazipinga kwa damu ya mwana kondoo, nazipinga katika jina la Yesu, nazipinga, nazipinga, nazipinga hizo hila za kuzimu katika jina la Yesu, nazipinga kwa damu ya Yesu, nazipinga katika jina la Yesu, nazipinga, nazipinga, nazipinga hizo hila za kuzimu, nazipinga katika jina la Yesu Kristo, nazipinga, nazipinga hizo hila za kuzimu, nazipinga katika jina la Yesu, napinga kila hila ya kuzimu wanaoitumia katika jina la Yesu Kristo, nazipinga kwa damu ya mwana kondoo, nazipinga, nazipinga, nazipinga kwenye mwaka wangu wa 2026 katika jina la Yesu, nazipinga kwa damu ya Yesu, nazipinga katika jina la Yesu, nazipinga, nazipinga hizo hila za kuzimu katika jina la Yesu, nazipinga kwa damu ya Yesu, nazipinga katika jina la Yesu Kristo, nazipinga, nazipinga kwa damu ya Yesu, nazipinga kila hila za kuzimu katika jina la Yesu, nazipinga kwa damu ya Yesu, nazipinga kwa jina la Yesu, nazipinga kwa damu ya mwana kondoo hizo hila za kuzimu katika jina la Yesu Kristo, nazipinga kwenye mwaka wangu wa 2026, nazipinga katika jina la Yesu, nazipinga, nazipinga, nazipinga katika jina la Yesu, nazipinga hazitanitega, nazipinga katika jina la Yesu Kristo, nazipinga, nazipinga kwa damu ya mwana kondoo, nazipinga katika jina la Yesu, nazipinga, nazipinga kwa damu ya mwana kondoo, nazipinga hizo hila za kuzimu katika jina la Yesu, nazipinga kwenye mwezi wa kwanza, nazipinga kwa jina la Yesu, nazipinga kwenye mwezi wangu wa pili, nazipinga katika jina la Yesu Kristo, nazipinga hizo hila za kuzimu, nazipinga kwenye mwezi wangu wa tatu, nazipinga katika jina la Yesu Kristo, nazipinga, nazipinga, nazipinga kwa jina la Yesu, nazipinga hizo hila za kuzimu, nazipinga kwa damu ya mwana kondoo, nazipinga katika jina la Yesu, nazipinga kwenye nafsi yangu, nazipinga katika jina la Yesu Kristo, nazipinga, nazipinga hizo hila za kuzimu katika jina la Yesu, nazipinga, nazipinga kwa damu ya mwana kondoo, nazipinga katika jina la Yesu, nazipinga hizo hila za kuzimu kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu, nazipinga kwa damu ya mwana kondoo hizo hila za kuzimu katika jina la Yesu Kristo, nazipinga kwa damu ya mwana kondoo kwenye mwezi wangu wa 4, nazipinga katika jina la Yesu kwenye mwezi wangu wa 5, nazipinga katika jina la Yesu Kristo kwenye mwezi wangu wa 6, nazipinga hila za kuzimu katika jina la Yesu Kristo, nazipinga kwa damu ya mwana kondoo, nazipinga kwa jina la Yesu, nazipinga, nazipinga kwa damu ya mwana kondoo, nazipinga katika jina la Yesu Kristo, nazipinga kwa damu ya mwana kondoo kwenye mwezi wa 6, nazipinga katika jina la Yesu kwenye mwezi wa 7, nazipinga katika jina la Yesu Kristo, nazipinga hizo hila za kuzimu, nazipinga kwa damu ya mwana kondoo kwenye mwezi wa 8, nazipinga katika jina la Yesu kwenye mwezi wa 9, nazipinga kwa damu ya mwana kondoo kwenye mwezi wa 10, nazipinga katika jina la Yesu Kristo kwenye mwezi wangu wa 11, nazipinga katika jina la Yesu Kristo kwenye mwezi wangu wa 12, nazipinga katika jina la Yesu, nazipinga, nazipinga kwa damu ya mwana kondoo, nazipinga kwenye mwaka wangu wa 2026, nazipinga katika jina la Yesu, nazipinga hizo hila za kuzimu kwa damu ya mwana kondoo zinazonifanya nisisikie sauti ya Mungu, nipuuzie sauti ya Mungu, ila zote za kuzimu katika jina la Yesu, nazipinga, 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 nazipinga kwa jina la Yesu, nazipinga, nazipinga kwa damu ya mwana kondoo, nazipinga katika jina la Yesu, nazipinga, nazipinga kwa damu ya Yesu Kristo, nazipinga katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo, nazipinga katika jina la Yesu Kristo, nazipinga, nazipinga kwa damu ya Yesu, nazipinga, nazipinga katika jina la Yesu, nazipinga, nazipinga, nazipinga. Mwaka huu hamtaniweza katika jina la Yesu Kristo, mwaka huu hamtaniweza, hamtaniweza, hamtaniweza katika jina la Yesu Kristo, mwaka huu hamtaniweza, hazitaniweza katika jina la Yesu Kristo, hazitaniweza hela za kuzimu katika jina la Yesu Kristo, mwaka huu hazitaniweza, hazitaniweza, hazitaniweza katika jina la Yesu Kristo, nazipinga kwa damu ya mwana kondoo, nazipinga katika jina la Yesu, nazipinga, nazipinga kwa damu ya Yesu Kristo,
Yesu, nazipinga katika jina la Yesu Kristo, nazipinga kwa damu ya Yesu, nazipinga kila hila za kuzimu, nazipinga katika jina la Yesu, nazipinga kwenye nafsi yangu, nazipinga katika jina la Yesu, nazipinga kwenye fahamu zangu, nazipinga kwa damu ya mwana kondoo, nazipinga kwenye mwili wangu, nazipinga katika jina la Yesu, nazipinga kwenye roho yangu, nazipinga kwa damu ya Yesu, nazipinga kwa jina la Yesu, nazipinga hizo hila, nazipinga the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu, nazipinga kwa damu ya mwana kondoo, nazipinga kwa jina la Yesu, nazipinga kwa damu ya Yesu, nazipinga hizo za kuzimu katika jina la Yesu, nazipinga the mighty name of Jesus. Hebu sema Baba katika jina la Yesu. Amen. Sema Baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Kila hila za shetani, kila yoyote anayetafuta suluhu ya hila, ninampinga ili kuniharibu, ili kuharibu maisha yangu, kuharibu uchumi wangu. Kila yoyote anayewekwa kila mwaka kwa mwaka kutafuta suluhu ya hila kwenye maisha yangu, kuzidi kunidhoofisha, ninakataa hizo hila za suluhu ya hila. Aya, pinga hizo hila za suluhu ya hila. Pinga kila aliyeandaliwa kutafuta suluhu ya hila. Pinga, ni hila za shetani zote. Kila aliyeandaliwa kuja kwako kutafuta suluhu ya hila ili akukamate, ili akushike, zote ni hila za shetani. Pinga suluhu ya hila, pinga suluhu za hila, pinga hizo hila. Pinga suluhu ya hila. Suluhu ya hila. Omba. Kila suluhu ya hila ni hila ya shetani ili kukuangamiza, ili kukuharibu, ili kukudhoofisha. Pinga suluhu ya hila. Pinga hiyo hila inayoleta suluhu ya hila. Pinga. Pinga kila aliyeandaliwa kuchukua suluhu ya hila kama ile ya shetani, amuharibu, haribu hiyo suluhu ya hila, haribu. Katika jina la Yesu Kristo, kila aliyewekwa kwa ajili ya kutafuta suluhu ya hila kwenye maisha yangu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa ajili ya kunidhoofisha, kwa jina la Yesu Kristo ninampinga kwa jina la Yesu, ninampinga katika jina la Yesu, ninampinga katika jina la Yesu, ninampinga katika jina la Yesu, ninapinga kwa damu ya mwana kondoo kila suluhu ya hila katika jina la Yesu Kristo, ninapinga katika jina la Yesu Kristo, ninapinga kwa damu ya mwana kondoo, ninapinga katika jina la Yesu, ninaipinga katika jina la Yesu Kristo, ninapinga kwa damu ya mwana kondoo, ninaipinga katika jina la Yesu Kristo kila suluhu ya hila katika jina la Yesu Kristo, ninaipinga katika jina la Yesu, ninaipinga katika jina la Yesu, ninaipinga kila suluhu ya hila katika jina la Yesu. Sema Baba katika jina la Yesu, kila hila zote za kuzimu zilizoandaliwa yamkini kupitia tabia yangu kwenye familia, kwa watu walionizunguka, hila zozote kupitia yoyote nazipinga. Aya, pita kwenye familia, iwe ni mume, iwe ni mke, iwe ni watoto, pita, pinga hizo hila za shetani, pinga hizo hila za shetani, pinga kupitia wazazi, kupitia ndugu, pinga hizo hila za shetani zilizoandaliwa mwaka huu, zilizoandaliwa Januari, Februari, Machi, pinga mpaka Disemba, pinga kwenye saa zote, sekunde, dakika, pinga hapo kazini, pinga hizo hila za shetani kupitia wafanyakazi wenzangu, pinga hizo hila za shetani zilizoandaliwa za kukutoa kwenye mstari, kukutoa kwenye mapenzi ya Mungu, pinga hizo hila za shetani zilizoandaliwa kukutoa kwenye kazi ya Mungu, pinga hizo hila za shetani ambazo zimeandaliwa na yoyote yule kwa ajili ya kukutoa kwa Mungu, kukufanya utende dhambi, pinga kwa damu ya Yesu, pinga kwa jina la Yesu, pinga hizo madhabahu, pinga rapo shaka, pinga
pinga, pinga. Katika jina la Yesu ninazipinga kila hila za kuzimu zilizoandaliwa kwa jina la Yesu Kristo kupitia mtu yoyote, kupitia familia yangu, katika jina la Yesu Kristo. Hila za kuzimu zilizoandaliwa kupitia familia yangu, katika jina la Yesu Kristo, zilizoandaliwa kwa ajili ya kunitoa kwenye mstari, kwa ajili ya kunitoa kwenye madhabahu, katika jina la Yesu Kristo. Hizo hila za kuzimu, katika jina la Yesu Kristo ninazipinga katika jina la Yesu. Ninazipinga kwa damu ya Yesu. Ninazipinga hizo hila za kuzimu zilizoandaliwa kupitia mtu yote, katika jina la Yesu, kupitia marafiki, kupitia ndugu, kwa jina la Yesu Kristo. Ninazipinga kwa damu ya Yesu. Ninazipinga katika jina la Yesu. Ninazipinga hizo hila za kuzimu, nazipinga katika jina la Yesu. Ninazipinga kwa damu ya Yesu. Ninazipinga katika jina la Yesu. Ninazipinga hizo hila za kuzimu, ninazipinga katika jina la Yesu. Ninazipinga kila hila za kuzimu katika jina la Yesu. Kila hila za kuzimu zilizoandaliwa kwa jina la Yesu kupitia mtu yote, kwa damu ya mwanakondoo, ninazipinga katika jina la Yesu. Ninazipinga kwa jina la Yesu kwenye mwaka wangu wa damu ya Yesu Kristo. Ninazipinga katika jina la Yesu. Ninazipinga hizo hila za kuzimu, nazipinga kwa jina la Yesu. Nazipinga kwa damu ya mwanakondoo, nazipinga zilizoandaliwa kupitia watu wa karibu, katika jina la Yesu. Ninazipinga kwa damu ya Yesu. Ninazipinga katika jina la Yesu Kristo. Nazipinga hizo hila, nazipinga katika jina la Yesu Kristo. Ninazipinga hizo hila za kuzimu, nazipinga katika jina la Yesu. Ninazipinga kwa damu ya Yesu. Ninazipinga katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu, hila zote nimeziharibu na zimeharibika kwa jina la Yesu. Sitatembea nazo katika mwaka wangu huu, na kila hila mlizoandaa kupitia sadaka yangu zikaharibiwe kabisa. Chukua sadaka yako, na wewe ambao unatutazama kwenye mtandao unaweza ukaconnect na sadaka yako. Usifanye maombi bila sadaka, itakuwa ni bure. Hakuna ibada isiyo na sadaka. Connect na sadaka yako, tuma kwa hiyo namba hapo chini.